Karibu sana, hii ni Talent Media na hizi ni tetesi za soka. Kwanza ni kupe pole ya majukumu na mihangaiko ya kila siku. Karibu sana, mimi ni Ali Swaleh Mshana. Tufahamishane tu kwa kifupi juu ya zile tetesi za soka barani Ulaya. Kubwa zaidi, hebu tuanzie pale kunako klabu ya Manchester United ambapo tunaambiwa walikuwa miongoni mwa vilabu vilivyowakilishwa nchini Ugiriki siku ya Jumapili walipokuwa wakiendelea na tathmini yao ya mshambuliaji wa Inter Milan Pio Esposito, ambapo kupitia TikTok inaweza pia kufichua mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 20 amefurahia kampeni ya mafanikio kwa Nezaruzzi akifunga mabao 10 na pasi za mabao 6 msimu huu na anaibuka kuwa kasi kama mmoja wa washambuliaji chipukizi wanaosisimua zaidi katika soka la Ulaya. Uchezaji wa Esposito haujasahaulika, na moja kati ya taarifa kutoka TikTok inaelewa kuwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Italia anavutia hisia kutoka katika ligi ya Uingereza, huku Arsenal, Tottenham na kundi la umiliki wa Chelsea Blues pia wakiwa wamefuatilia maendeleo yake kwa karibu zaidi ya miezi 12 iliyopita, kwa maana mwaka mmoja. Sawa, lakini taarifa nyingine inaeleza kwamba mchezaji nyota wa zamani wa Chelsea ameomba kuondoka Chelsea na the Blues wameamua kumuuza. Sasa ni lazima kuendelea, huku ripoti ikidai Manchester United inaweza kuwa marudio yake ya pili. Vichwa vya habari vya uhamisho huko Old Trafford vinatawaliwa na safu ya kiungo, na ni sawa kabisa. Ni eneo hilo la uwanja ambalo limetoa saini ya Ederson na mmoja na uwezekano wa wawili zaidi watafika kwenye chumba cha injini, kwa maana pale katikati pale. Hata hivyo, Manchester United pia wapo kwenye mawindo ya kumsaka beki mpya wa kushoto na winga wa kushoto. Kuhusu wa zamani, sasa kuna fursa ya kuvutia kutoka kwa Chelsea. TikTok ameweza kutoa undani wa taarifa hiyo. Sasa taarifa nyingine inaeleza kwa mujibu wa habari, Tottenham Hotspur wanamlenga nyota wa Napoli Antonio Vergara kama mchezaji wao wa 5 anayetarajiwa kusajiliwa, huku wamekubaliana masharti na wachezaji wengine wawili. Spurs daima walikuwa wakifanya kazi katika soko la uhamisho wa majira ya joto na wamekuwa wakisonga haraka kupata walengwa wao wakuu. Kikosi cha Roberto Di Zerbi tayari kimefanikiwa kusajili wachezaji wawili wa kwanza baada ya kukamilisha mikataba ya Anne Robertson na Marco Senesi kwa uhamisho wa bure kutoka Liverpool na AFC Bournemouth. TikTok wametupa undani wa taarifa hiyo. Tuenzetu hadi Old Trafford tena kunako klabu ya Manchester United wanaambiwa wamefanya mawasiliano mapya kuhusu uwezekano wa kumnunua nyota West Ham Matheus Fernandes, huku wakiendelea kutafuta kiungo mwingine wa majira ya joto. Sasa TikTok inaelewa kwamba the Red Devils wamehamia haraka kukubaliana kumradhi na dili la Atalanta Maestro Ederson, lakini tumeripoti kwamba wameweza kuripoti, wanasema mara kwa mara kwamba wanataka kusajili viungo wawili wapya msimu huu wa joto. Manchester United ni mashabiki wakubwa wa Fernandes na walimfuatilia kwa karibu msimu mzima. Kwanza iliweza kufichua nia yao mnamo Aprili. Sawa, hebu twende hadi kwa mabingwa wa EPL Arsenal, lakini pia na the Reds kwa maana Liverpool. Tunaambiwa wameweka bei mpya ya kutaka kumsajili mchezaji anayelengwa na Eli Junior Kropi. Mchezaji anayelengwa na Eli Junior Kropi msimu wa joto. Hapa ni baada ya Chelsea na PSG kuweka mikakati thabiti ya kununua forward wa Bournemouth. Kropi alifurahia msimu mzuri wa kwanza kwenye ligi ya Premier kufuatia uhamisho wake wa pauni milioni 10 kutoka kwa Lorient ya Ufaransa, akifunga mabao 13 kwa timu ya Pwani ya Kusini katika michezo 35 katika mashindano yote. Nyota huyo wa Ufaransa chini ya umri wa miaka 21 anatazamwa kama nyongeza nzuri kwenye kikosi cha Arsenal ambacho kilikosa cheche ya ubunifu katika safu yao ya ushambuliaji nyakati fulani msimu uliopita, licha ya kutoa taji lao la kwanza la ligi kuu ya England baada ya miaka 22 na pia kutinga fainali ya ligi ya mabingwa, lakini
wakakosa. Sawa, lakini ripoti nyingine barani Afrika zinadai Leeds United wako tayari kuvunja rekodi yao ya uhamisho ili kupata kile kilichoelezwa kuwa ni mpango wa haraka wa kumsajili beki wa Sporting CP Ousmane Diomande. Ingawa taarifa kutoka TikTok inaweza kueleza kwa nini ripoti hiyo inapaswa kushughulikiwa kwa tahadhari kubwa. The White walifanikiwa kumaliza katika nafasi ya 14 baada ya kurejea ligi kuu msimu huu, zaidi ya kushinda lengo la Daniel Fark kwa point kwa kila mchezo, huku wakiambulia point 47 na kumaliza nafasi 6 pekee za Europa. Ingawa changamoto kwa Leeds United itakuwa kuendeleza mafanikio hayo na kusukuma mbele kwenye nyanja za meza ya kati na zaidi, yameanza majira ya joto kwa njia bora zaidi kwa kumfunga mchezaji wao bora wa msimu zaidi Ethan Ampadu kwa mkataba mpya na ulioboreshwa wa miaka 4. Sawa, lakini Liverpool wameungwa mkono na kukamilisha kama wasajili 7 wapya katika dirisha hili la usajili la majira ya joto, huko Andon Iraola akiwa na matatizo makubwa. Wiki iliyopita the Reds walithibitisha kuteuliwa kwa kocha mkuu mpya Iraola kuchukua nafasi ya Arne Slot, huku kocha huyo wa zamani wa Bournemouth akisaini mkataba wa miaka 2 na Iraola ana kibarua kikubwa mikononi mwake baada ya Liverpool kutotetea taji lao la 20 la Premier League, huku wachezaji wengi wakitarajiwa kuondoka baada ya Mohamed Salah na Andy Robertson. Sawa, lakini Nunez tunaambiwa anatazamiwa kuwa mmoja wa wakala wa bure sokoni msimu huu wa joto, na vyanzo vinaonyesha kuwa vilabu vingi barani Ulaya pamoja na kadhaa kwenye ligi ya Premier vimesikika kuhusu uwezekano wa kuhama. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 yuko tayari kupatikana baada ya kukubaliana kusitisha mkataba wake na Al Hilal mwaka mmoja tu baada ya malipo ya awali ya euro milioni 53 na kufunga mlango wa kurejea kwenye soka la Ulaya. Tumalize na taarifa kutoka Liverpool. Tunaambiwa wanaongeza nafasi nzuri ya kurejesha mchezaji wao aliyeweka rekodi. Hapa simzungumzi mwingine ni Darwin Nunez kurudi Anfield kama mchezaji huru msimu huu wa joto, ingawa TikTok imeambiwa hakuna kilichoamuliwa bado, na hadi timu 8 zote zimempa mshambuliaji huyo wa Uruguay. Bwana, hizi ni tetesi za soka. Mimi nikutakie wakati ulio mwema. Asante na kwaheri.